Pigo kubwa kwa Samia Suluhu baada ya njama hii yake mpya hatari dhidi ya Tundu Antipas Lissu na kesi ya uhaini inayoahirishwa mara kwa mara mahakamani Dar es Salaam. Sasa Lissu ameibua gumzo jipya baada ya Chadema kutoa taarifa hii tena yenye utata na kutuma onyo kali, huku ikifichua siri ambazo zinapelekea mahakama kuweza kusitisha mara kwa mara kesi ya Tundu Antipas Lissu. Kama kawaida yetu, kabla tusonge mbele, niambie unanisikiliza ukiwa maeneo gani? Kama upo nje ya nchi, niambie unanisikiliza ukiwa taifa gani? Na kama umo humo katika taifa letu la Tanzania, basi niambie unanipata ukiwa mkoa au maeneo gani? Vile like video hii. Mvutano wa kisiasa nchini Tanzania kwa mara nyingine tena umezidi kushika kasi kufuatia kauli kali iliyotolewa na viongozi wa chama cha upinzani cha Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinachojulikana kwa jina la Chadema. Hii ni baada ya mgogoro mpya kuweza kuzuka na uvumi kuenea ya kwamba ni makusudi inayofanywa kesi ya Tundu Lissu kuahirishwa mara kwa mara ili tu Tundu Lissu azidi kubaki nyuma ya gereza la Ukonga na kesi yake isiweze kuisha mapema. Mtazamaji, hata hivyo, mgogoro huo unaotokana na kuendelea kushikiliwa gerezani kwa mwenyekiti wa taifa wa chama hicho Tundu Antipas Lissu, ambaye kesi yake ya kisheria imekuwa moja matukio yanayofuatiliwa kwa karibu sana na watu wengi wa kisiasa nchini baada ya kuahirishwa mara kwa mara kuanzia mwaka uliopita. Hali hiyo imezua mjadala mkubwa miongoni mwa wananchi, wataalamu wa sheria na wafuatiliaji wa masuala ya kisiasa, ambao wengi wao sasa wanahoji kasi ya kushughulikiwa kwa kesi hiyo. Wafuasi wanahoji kuwa kuahirishwa mara kwa mara kunazua wasiwasi mkubwa kuhusu haki na uwazi mahakamani. Viongozi wa Chadema kanda ya Serengeti leo pia wamejitokeza, wameeleza kusikitishwa kwao, wakisema kuwekwa kizuizini kwa muda mrefu kwa mwenyekiti wao ni vigumu kuelewa. Kwa mujibu wa tathmini yao, ucheleweshaji wa kesi mahakamani umezua sintofahamu kwa Lissu binafsi, bali pia kwa mazingira mapana ya kisiasa. Mtazamaji, wengine wanadai kwamba yote haya yanafanywa ili tu kesi ya Tundu Lissu isiishe haraka, ndio maana inaahirishwa mara kwa mara, na licha ya Tundu Lissu binafsi kuandika barua katika mahakama ya rufaa ili kesi yake iweze kufanywa haraka na kuharakishwa, bado mahakama ya rufaa haijaweza kujibu, licha ya Tundu Lissu kudai afya yake inazidi kuzorota na hapati matibabu anayostahili huko gerezani. Vile wanaamini kwamba kesi zinazohusisha viongozi wakuu wa kisiasa zinaposonga polepole sana kama hii ya Tundu Lissu bila maelezo ya wazi, inaweza kudhoofisha imani ya umma wa Tanzania katika mfumo wa haki. Chama hicho cha Chadema pia kimesisitiza kuwa haki lazima itolewe kwa wakati na kwa uwazi ili kudumisha imani kwa taasisi za kidemokrasia. Mjadala huo pia umevuta hisia kwenye mazingira mapana ya utawala chini ya Rais Samia Suluhu Hassan. Wakosoaji wa serikali wanahoji kuwa kuendelea kuzuiliwa kwa kiongozi mashuhuri wa upinzani kuna hatari ya kufasiriwa kuwa kunachochewa kisiasa, haswa katika muktadha wa maandalizi ya uchaguzi ujao. Wafuasi wa serikali kwa upande mwingine wanashikilia kwamba michakato ya kisheria lazima iheshimiwe na kwamba mahakama hufanya kazi kwa uhuru. Hata hivyo, mgongano huo wa mitazamo umebadilisha suala hilo kuwa kielelezo cha kisiasa cha kitaifa. Ndani ya Chadema, viongozi wamesisitiza kuwa Tundu Lissu sio mwanasiasa pekee, bali pia ni mwanasheria mzoefu ambaye amekuwa akitetea mabadiliko ya katiba na uwajibikaji wa kidemokrasia. Hasa John Heche jana tu ama hivi majuzi tu ameweza kuzungumza na kulikashifu na kuweza kukemea sana Tundu Lissu kesi yake kucheleweshwa sana hadi leo. Wafuasi wake wanasema kuendelea kufungwa kwa gerezani kunadhoofisha kanuni, kwamba raia wote wa Tanzania wanapaswa kutendewa sawa mbele ya sheria. Wanasema kwa kuzuiliwa kwa muda mrefu bila maendeleo ya wazi katika kesi mahakamani kunapingana na maadili ya utawala bora na haki za binadamu Tanzania. Hisia hizi zimeungwa mkono na baadhi ya asasi za kiraia nje ya nchi pamoja na ndani ya nchi ya Tanzania pia zinazofuatilia uhuru wa kisiasa nchini humu. Upande mwingine, wasiwasi kuhusu afya ya Tundu Lissu kuzorota umezidi kuongeza uharaka wa kesi hiyo, licha ya mahakama ya rufaa kutoweza kujibu barua hiyo iliyodaiwa kutumwa na Tundu Lissu. Chama cha upinzani kimekumbusha mara kwa mara umma kwamba alinusurika katika jaribio la mauaji lililokaribia kufa kwake mnamo mwaka 2017, tukio ambalo lilimwacha Tundu Lissu na majeraha ya kudumu ambayo yanastahili matibabu nje ya nchi na pia yanahitaji matibabu maalum. Hata hivyo, wanahofia kuwa hali ya kizuizini
wanadhani inaweza kudhoofisha afya yake Lissu ikiwa hatapokea matibabu ya mara kwa mara au ya haraka. Kwa wafuasi, mwelekeo huu wa hadithi umeongeza kipengele cha kibinadamu kwa kile kilichotazamwa awali kama suala la kisheria. Kulingana na wawakilishi wa chama hicho, kila kuahirishwa kwa kesi ya Tundu Lissu kumeongeza mkazo wa kihisia na kimwili kwa kiongozi anayezuiliwa. Wanasema kuwa kutokuwa na uhakika kunaweza kuwa na madhara makubwa ya kisaikolojia, hasa inapojumuishwa na udhaifu wa matibabu. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaona kwamba simulizi kama hizo mara nyingi huchochea huruma ya umma na hivyo uwezekano wa kuimarisha juhudi za uhamasishaji wa upinzani. Katika muktadha huu, uendeshaji wa kesi unaweza kuwa na athari kubwa za kisiasa zaidi ya chumba cha mahakama. Suala lingine tata lililoibuliwa na Chadema linahusu hali ya usalama ya kuwekwa kizuizini kwa Tundu Lissu. Maafisa wa chama wanadai kwamba hatua kali za ufuatiliaji, ikiwa ni pamoja na ufuatiliaji wa mara kwa mara, zinaweza kukiuka haki yake ya faragha. Pia wameelezea wasiwasi kuwa mawasiliano kati yake na timu yake ya wanasheria huenda yasiwe ya siri kabisa. Wataalamu wa sheria wanasema kwamba ufikiaji usio na kikomo wa mawakili ni msingi wa viwango vya haki vya jaribio na kufanya dai hili kuwa muhimu sana. Serikali bado haijatoa ufafanuzi wa kina kwa umma kuhusu tuhuma hizi mahususi. Mzozo huo umezua mjadala mkali kwenye mitandao ya kijamii na vikao vya umma kote Tanzania. Wananchi wamekuwa na misimamo tofauti, huku wengine wakitaka hatua za haraka zichukuliwe ili kuharakisha kesi hiyo, huku wengine wakitahadharisha dhidi ya kuingiza siasa kwenye michakato ya mahakama. Mgawanyiko huu unaakisi mvutano mpana katika siasa za Tanzania, ambapo uwiano kati ya mamlaka ya nchi na uhuru wa upinzani unasalia kuwa mada nyeti. Waangalizi wa mambo wanasema mijadala kama hii huenda ikachagiza masimulizi ya kisiasa katika miaka ijayo. Ndani ya majadiliano ya mkakati wa ndani wa Chadema kuna msisitizo unaokuwa wa utetezi wa amani na ushiriki wa kisheria. Viongozi wa vyama wanasema wamejitolea kufanya kazi ndani ya mifumo ya kikatiba, huku wakiendelea kushinikiza kuwepo kwa uwazi. Wanaamini kwamba umakini endelevu utahimiza taasisi kuchukua hatua madhubuti zaidi. Mtazamo huu unaonyesha mwelekeo mpana kati ya vuguvugu la upinzani linalotaka kuchanganya uhamasishaji wa mashinani na wanaharakati wa kisheria. Wakati huo huo, viongozi wa serikali wamesisitiza dhamira yao ya kudumisha sheria na utulivu na kusisitiza kwamba raia wote lazima waheshimu maamuzi ya mahakama. Wanasema kwa shinikizo la kisiasa la mapema linaweza kudhoofisha uhuru wa mahakama na kutatiza kesi zinazoendelea. Wafuasi wa utawala wanasema subira ni muhimu ili kuruhusu mchakato unaostahili kutekelezwa. Mvutano huu kati ya uharaka na tahadhari ya kiutaratibu unaendelea kufafanua mazungumzo ya kitaifa. Wakati sakata la kisheria likiendelea, mustakabali wa mazingira ya kisiasa ya Tanzania bado haujulikani. Matokeo ya kesi ya Tundu Lissu yanaweza kuathiri umoja wa upinzani, ushiriki wa wapiga kura na mitazamo ya uaminifu wa kitaasisi. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaamini kuwa kusuluhisha jambo hilo kwa uwazi kutasaidia kupunguza mivutano na kurejesha imani. Kinyume chake, kutokuwa na uhakika kwa muda mrefu kunahatarisha kuongezeka kwa migawanyiko, wakati ambapo uwiano wa kitaifa ni muhimu sana. Hatimaye hadithi ya kuzuiliwa kwa Tundu Lissu imebadilika na kuwa sura ya kipekee katika siasa za kisasa za Tanzania. Inagusa masuala ya haki, utawala, haki za binadamu na udhabiti wa mifumo ya kidemokrasia. Wafuasi wake na wakosoaji wote wanatambua kwamba njia ya kusonga mbele itahitaji kusawazisha kwa uangalifu, uadilifu wa kisheria na matarajio ya umma. Wengine wanaendelea kushikilia kwamba hii yote ni njama ya CCM ya kumtaka Tundu Lissu akae gerezani muda mrefu zaidi. Wakati wananchi wakiendelea kutazama matukio, kesi hiyo inasimama kama ukumbusho mkubwa kwamba uongozi wa kisiasa na uwajibikaji havitenganishwi katika kuunda mustakabali wa taifa lolote.